wazazi wao walikuwa wana matusi sana au walikuwa ni walevi sana. Kwa sababu duniani hapa mtu ambaye anamwamini zaidi ni mzazi wake. Yaani wewe mzazi ndiye mtu pekee ambaye mwanao anakuamini sana kuliko mtu yoyote. Sasa ikitokea wewe mzazi una matusi, mtoto wako tangu akiwa mdogo anaanza kuona matusi kitu cha kawaida sana, kwa sababu wewe ndio mwalimu wake. Mzazi unapokuwa mlevi, tangu katoto kakiwa kadogo kana kuona mzazi mlevi, katoto kenyewe kakikua kwenye akili kanajua kwamba ulevi kitu cha kawaida. Kwa hiyo kenyewe kakikua na yenyewe kanakuwa kalevi. Ndio maana simba anazaa simba, nyoka anazaa nyoka. Kwa hiyo unaona vijana wengi hawa ambao wanaendesha maisha yao kwa kubeti ambao hawa asilimia kubwa hawa washakata tamaa ya maisha. Kwa sababu hawakuwekewa misingi mizuri, kwa sababu hata wazazi wao pia hawakuwa na misingi mizuri ya maisha. Ndio maana sisi kwenye maisha kuna mambo wazazi mkiwa mnafanya hatakiwa watoto wenu waone, kwa sababu watoto wenu wanaamini nyinyi ndio watu bora na sahihi zaidi. Sasa mtoto wako ukiwa wewe unamtukana, wewe fikiria mtoto wako hapa unamtukana, unamwambia wewe mjinga, una akili. Baadaye anaenda labda anacheza watoto wake pia ananyoa anamtukana hivyo. Mwisho siku yale maneno yote, matusi yote namuingia mwanao. Mwisho siku inamtengeneza awe jinsi alivyo. Kumbuka mwanadamu yeyote jinsi alivyo ni matokeo kile anachokisikiliza, anachokiona. Mwisho siku ndio yanamtengeneza awe jinsi alivyo. Kwa hiyo watoto kuwa hivi ni makosa. Asilimia kubwa wazazi hawatimizi wajibu wao kama ipasavyo. Asante. Sawa, kwenye